Dios nos salvaron de nuestro nombre nación de la personalidad. El medio está Pagina la Baba, la Mama, la Roho Mtakatifu. Amen. Katika maandalizi ya kukaribisha Yesu Mwokozi wetu, siku hizi katika jina la Yesu Kristo, ndiye Mungu anayekuja kuzaliwa kati yetu na kutoa fursa ya kumwona katika pangoni zetu zenu miaka 2000 iliyopita, na tunapata matukio wakati tutakapoadhimisha siku yake tarehe 25. Dinama ya tukio ambayo tunapewa katika maisha yetu ya kiroho kila mwaka. Basi leo tunaalikwa kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo, tukiwa tunaweka mioyo yetu katika hali ya usafi kwa njia ya Roho ya kweli ambayo Bwana Mbatizaji alihubiri watu wote watubu dhambi zao ili waweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Basi sote tumeamua kuishi katika ufalme huo tukiwa tunaishi maisha matakatifu pamoja na Mwokozi wetu. Ndio leo hawa watoto wetu wanaingizwa katika kanisa kwa njia safi za ubatizo, wanaonja uzima na utambo wa Kristo ndani ya mioyo yao mara ya kwanza kwa njia ya kuzaliwa upya pamoja na kufa kwa njia safi ya ubatizo. Basi ni neema ya pekee wanayopewa pamoja na wazazi na wasimamizi wao. Tuwaombee kwa namna ya pekee kwa ajili ya hao watoto wetu, vijana wetu ambao wanapokea sakramenti ya ubatizo katika kanisa na kuzaliwa katika kanisa takatifu, kuingia rasmi katika kanisa, kuendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu Yesu Kristo katika mioyo yao na kupokea sakramenti nyingine ndani ya kanisa. Kwa ubatizo ni sakramenti ambayo inamsaidia mwanadamu kuingia katika kanisa na kupewa neema zote kwa njia ya sakramenti mbalimbali. Basi watoto nyinyi mnaopokea sakramenti ya ubatizo, kwa mnajiandaa kwa mwaka mmoja na zaidi, mjiandae kupewa neema hiyo katika maisha yenu, katika roho zenu, kwa mnaondolewa dhambi zote pamoja na dhambi ya asili, ili muweze kuwauke kama Mwenyezi Mungu mwenyewe, ili kuendelea kuishi kama Bwana wetu Yesu Kristo na kutubadilisha mkiwa kanisa wetu katika kanisa, kuishi imani hiyo kwa watu wote. Yaani wazazi na wasimamizi, jukumu lenu kuwasaidia watoto na kufuatilia katika mipango yote ya maisha ya kiroho na kimwili, na waweze kufuata mipango yenu kuishi maisha mema na matakatifu katika kanisa na kuendelea kufuata sheria za Mwenyezi Mungu na amri zake, kuliko kumtumikia Shetani na mambo yake na mambo ya dunia. Wawe na moyo wa kupenda Yesu zaidi kuliko mambo mengine yote ya kidunia. Katika tumaini hilo ndilo Mwenyezi Mungu anawapa neema hiyo kuzaliwa upya na kuendelea kusafiri pamoja naye safari ya kiroho, safari ya kiimani mpaka atakapoita kuingia katika utawala wa Mungu. Basi tuwaombee kwa namna ya pekee Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia watoto wetu kuwa na moyo thabiti na imani kubwa ambayo inawasaidia kutafakari juu ya fumbo la Pasaka na kushiriki kamilifu wokovu wa milele ambao Mwenyezi Mungu anaanza kufanya katika roho zao tangu siku hii na leo. Tujiombee dhambi zetu tupate kujiweka tayari kumtolea Mungu sadaka hii takatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria Bikira wa daima,
malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie na kusamehe dhambi zetu na kutufikishe kwenye uzima wa milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Siku zile Bwana alisema na Ahazi akinena, mtakieni ishara ya Bwana Mungu wako, mtake katika mahali palipo chini sana,
au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkakata kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Neno la Bwana. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Nchi na vyote vijazavyo na mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake, maana imeweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji, aliyethibitisha. Mfalme apate kuingia. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Mfalme apate kuingia. Atapokea baraka kwa Bwana, ila haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamfuatao, wa kumtafuta uso wako, ee Mungu wa Yakobo. Haleluya, waliofungwa katika gereza la giza. Haleluya. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu akaenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kama na mali bikira aliyekuwa ametokwa na mtu, jina lake Yusufu, kwa habari ya Daudi, na jina lake huyo bikira ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akisema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu.
tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, kitu kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa sasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana. Waliolienda kwa ajili ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu tarehe 26, na wengine walikuwa hawajabatizwa au ndio wanabatizwa siku ya leo. Wale watoto ambao wengine wameandikishwa watakuwa wanabatizwa tarehe 26. Watoto waliondoa batizwa matatu. Basi tukuita majina yenu tutasogea hapa mbele pamoja na wasimamizi wenu. Karmani Gamu, msimamizi wako Kani Kisha na baba huyu Alani Shauli. Kazi zote pembeni, unatembea nazo. Elena Usiana Kija.